Halo wa Kenya, mi kwangu bado nasikia uchungu sana kwa vijana wetu ambao wanashikwa town hapo Nairobi. Na tulisikia huyu mkubwa wetu wa bodaboda sasa akisema hao watu wasikuwa wanashikwa na bado wanaendelea kushikwa. So hao watu vile wanashikwa, huyu mkubwa anaona, anasikia ama asikii? Kwa sababu ukiangalia mahali kama Moi Avenue, hiyo totali ya Kimathi Street, nimepita hapo leo na kijana ameshikwa hapo. Wawili wako plain uniform na mmoja ndio kanjo ameshikilia bike. Na wanamuuliza atuko na pesa ngapi? Surely hao vijana wetu watakuwa wanashikwa tu hivyo, na tuko na kiongozi pale yule ambaye anaweza watetea? Huku walisema vijana wasichome gari. Sasa huku wanashikwa. Huyu mtu ako na DL, huyu mtu ako na driving license, huyu mtu ako full combat, lakini bado wanamshika. Hii Kenya mahali tumefika, tuone tukisaidika kama watu wa boda. Watu wa boda tutaendelea kuumia. Hatuna mtu ambaye anaweza kututetea. Itabidi kama watu wa boda boda sisi wenyewe tujitolee. Tujue vile tunaweza kusaidika na tunaweza kusaidia wenzetu. Mimi kwa watu waache kuwa wanatupima huko kwa ofisi zao, wanaanza kutupima. Watu wa boda msichome gari, mfuateni rules vile iko. Na hii yenye wanashika watu tauni. Swali yangu ni moja. Wanashikia hao watu nini town? Kwa sababu mtu ako na kila kitu. Na ni nini wanahitaji? Ni nini? Jua watu wengine hawana. Wale boda wengine wenye wamesimama pale hawana. Unapata mtu ako town lakini hana driving license, bike haina insurance, na hako ana operate. Nini walikuwa tunaelekea wapi? Watu wa boda wenzangu, tukue makini. Nafaa tutafute kiongozi ule mzuri ambayo atakuwa anatutetea kila mahali aendapo. Akisikia umeshikwa, ripoti mara hiyo inapigwa, ni nani hao wamekushika na wamekushika juu ya nini, na ni nini hauna, na ni nini bike haina. Hiyo ndio kitu inafaa tuangalie.